Dar es Salaam Net Event 2025, Nuru ya Matumaini. Wangapi wana furaha siku ya leo? Mungu awabariki sana. Na niwaulize, ni wangapi walifanya homework ya jana? Wameandika na wakati wanasubiri tu wakati ufike. Niwaone. Hata kule kwenye vituo vyetu, nyosha mkono kama uliweza kuanza kufanya ile homework ya jana. Jana tulijifunza juu ya msamaha. Na tukaona jinsi ambavyo kusamehe ni kitu kizuri sana. Na kwamba Wakristo wa kweli, waumini wa kweli, wacha Mungu wa kweli, kusamehe kuna wahusu na tunajikuta wote tuko hivyo. Lakini hebu tutaangalia faida za kusamehe. Kusamehe kuna faida gani? Na kabla hatujaangalia faida hizo, hebu tusikilize maneno ya busara yaliyoandikwa na baadhi ya watu. Wanasema hivi, huyu ni Martin Luther King Jr. alipokuwa akihangaika na ubaguzi na ukatili unaofanyika kati ya watu wa rangi tofauti kule nchini Marekani. Nafikiri mnajua historia hiyo. Anasema hivi, giza haliwezi kufukuza giza. Mwanga tu unaweza kufanya hivyo. Alafu akasema chuki haiwezi kufukuza chuki. Upendo pekee unaweza kufanya hivyo. Huyu ni Martin Luther King Jr. Lakini kuna mtu mmoja pia anaitwa Bernard Metzer. Anasema hivi, usiposamehe haubadilishi yaliyopita. Amin. Anasema unaposamehe haubadilishi yaliyopita, lakini hakika unabadilisha siku zijazo. Na kinyume chake ndio hivyo, kwamba usiposamehe unaendelea na yaliyopita hadi ndani ya siku zijazo. Mwingine ni huyu Bryant, anasema hivi, hakuna upendo bila msamaha na hakuna msamaha bila upendo. Hayo yote ni maneno ya hekima yatokanayo na watu ambao wamechunguza faida za msamaha. Mwingine anasema, mara nyingi kusamehe sio rahisi. Mara nyingi. Wakati mwingine kusamehe kuna kufanya uhisi maumivu zaidi kuliko jeraha ulilolipata. Maana kusamehe kuna kutonesha. Anasema, lakini pamoja na hayo hakuna amani bila msamaha. Pamoja na kwamba kuna maumivu katika kusamehe, lakini anayeshindwa kusamehe hawezi kupata amani. Mwandishi mwingine ambaye ni Ellen G. White anasema hivi, hatusamehewi kwa sababu tunasamehe. Nafikiri ni vizuri tuelewe jambo hili vizuri. Hatusamehewi kwa sababu tunasamehe. Mnakumbuka jana niliwaambia, ikiwa unaomba sala ya Bwana na kusema kwamba utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe waliotukosea, kumbuka kwamba kweli unasamehe. Na sasa hapa, kwa nini anasema hatusamehi kwa sababu tunasamehewa? Anasema bali kama tunavyosamehe. Kuna namna mbalimbali za kusamehe. Mwingine atakunyanyasa na atakuonyesha rangi zote hadi unapopata msamaha. Na mwingine anakuambia nimekusamehe, lakini sio kwamba amekusamehe kweli. Moyoni analo. Neno mwandishi huyu anasema kwamba vile unavyosamehe ndivyo Mungu wa mbinguni naye anavyokusamehe, kwa mtindo ule ule. Na sasa anasema msingi wa msamaha wote unapatikana katika upendo tusiostahili wa Mungu. Lakini mtazamo tulio nao dhidi ya watu wengine ndio unaodhihirisha kama tumefanya upendo huo upendo huo wa Mungu kuwa wetu. Yaani, kama umesamehe, unapokutana na mtesi wako au mtu aliyekusamehe, vile unavyojisikia, vile unavyozungumza naye, unavyoshirikiana naye, mahusiano yako na yule mtu ndio yanayoweza kueleza kwamba kweli upendo ule wa Mungu uko ndani yako.
Na kwa hiyo Kristo anasema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 2 kwamba kwa hukumu ile mhukumuyo ndivyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Sasa baada ya kuona haya, hebu tuangalie faida za kusamehe. Je, wewe unayenisikiliza hapa Magomeni au kule kwenye vituo mbalimbali au popote duniani, moyoni mwako kuna nini? Je, unamfikiria juu ya mtu ambaye alikufilisi kwa kukuibia mali zako zote, na ukaona na mahali ulipo sipo ulipokuwa wakati ule, na moyo wako una maumivu kwa ajili ya huyo mtu? Je, una mke ambaye alikusaliti katika mahusiano ya ndoa, au mume mpaka sasa moyoni mwako lipo donge kubwa sana, kidonda kikubwa? Au je, mwajiri wako alikuonea akataka labda alikutaka ngono au alikutaka hongo, na kwa sababu ukumfanyia chochote kila alichotaka akakufukuza kazi kwa kukuonea, na hapa moyoni mwako unabubujika damu kwa hasira? Au mtu alikunyang'anya ardhi au urithi wa wazazi wako, au mtu alikunyanyasa kijinsia ukiwa mdogo na hujijui chochote, ndani ya moyo wako umejaza huzuni na maumivu. Nataka nikwambie kwamba leo tangaza msamaha. Tangaza msamaha, kwa sababu kuna faida, na faida ndio hizi ninazotaka kukuambia. Na kabla sijaongelea hizi faida, yapo mambo makubwa mawili ambayo yanaathiri afya na hisia za mwanadamu, hasa katika mahusiano. Haya mambo makubwa mawili ni chuki iliyotunzwa, lakini pia ni hatia. Hatia inakufanya ujisikie hufai, inakufanya ukae na majuto, inakufanya ujihukumu, lakini chuki inakufanya mfungwa, inakufanya uwe ndani ya kifungo, na hicho kifungo unapewa na yule aliyekuchukiza. Sasa dawa ya hivi vitu viwili ni msamaha tu, vyote viwili, kusamehewa na kusamehe. Sasa tuangalie faida za kusamehe. Faida ya kwanza ya kusamehe, msamaha, ni uhuru. Jana tulijifunza kwamba unapokuwa hujasamehe, anayekutawala ni yule aliyekukosea. Anatawala mhemko wako na hisia zako. Unajisikia vizuri anapokuwa hayupo, lakini pia anatawala hata usingizi wako, huwezi kulala vizuri. Anatawala hata mahusiano yako, huwezi kuhusiana vizuri. Anatawala maisha yako, yeye ndiye amekutawala. Kwa hiyo unaposamehe unakuwa huru. Unakuwa huru. Kusamehe ni kumwacha huru mfungwa, kugundua kuwa mfungwa ni wewe binafsi. Ndivyo Lewis anavyozungumza. Kwa hiyo msamaha unapokuletea mapatano, unakuletea uhuru. Yupo mama mmoja aliposikia hubiri la mchungaji asubuhi na mapema katika juma la uamsho, akaambiwa juu ya kusamehe. Na huyo mama alikuwa amekosewa na mama mwingine ambaye walikuwa hawaongei kabisa kwa miaka. Amemchukiza sana, hataki hata kumsalimia. Lakini wanasali wote, wanashiriki meza ya Bwana pamoja, lakini ni maadui. Siku hiyo alipoambiwa kusamehe, kama hivi ninavyozungumza, aliangalia, akaangalia, akaona yule mama ambaye ni adui yake hayupo. Akatoka, akakimbia, akaenda nyumbani kwake. Alipofika pale nyumbani, watoto wakamwambia mama ameenda shambani. Yule mama akasema, shamba la wapi? Ameenda shambani wapi? Akaelekezwa, akakimbia, akaenda mpaka shambani. Alipofika shambani, alifika akamwangukia yule rafiki yake ambaye wamekuwa maadui muda mrefu. Akasema, nisamehe, nimekosa, nilikukosea, tusameheane. Na yule mama kwanza alishangaa kumwona anakuja shambani na huyo ni adui yake, akaweka na jembe pembeni. Lakini hao watu wawili waliondoka wakiwa washindi, wakiwa huru. Mmoja akiwa huru
na chuki, na mwingine akiwa huru na hatia. Kwa hiyo kusamehe ni uhuru. Kusamehe kunatusaidia kuboresha mahusiano. Msamaha unakuondoa katika ule umbali uliokuwa na yule mtu ambaye mlikuwa mnahusiana vibaya. Kuna kuletea ukaribu kihisia, kuna kupunguzia chuki, kuna kuletea upendo, kuna kuletea huruma, na kuna kuletea kujali. Kukubali msamaha kunachangia uponyaji wa mtu binafsi, ukuaji wa mahusiano na ustawi wa wenzi wote wawili, hasa kama ni mke na mme ambao walikosana. Kumbuka kwamba tunapozungumza kwamba unaboresha mahusiano, wakati mwingine unaweza kuna wengine hapa unaponisikia, labda mume wako au mke wako mlishaachana, hamko pamoja, mlianza maisha tofauti kabisa. Mnaweza msirudiane, lakini msameheane, mwe huru huko mliko. Ndicho kinachozungumzwa hapa. Watafiti wengi na matabibu wanasema kuwa msamaha ni msingi wa ndoa yenye mafanikio. Msamaha. Wanandoa wanaodumu pamoja ni wale wanaosamehe leo, wanasamehe kesho, wanasamehe mwaka huu na mwaka kesho na mwaka mwingine, na kupatana na kuleta suluhisho. Katika kuboresha mahusiano, anasema hivi: uwezo wa kusamehe na kuomba msamaha huchangia kwa kiasi kikubwa kuridhika kwa ndoa, na mara nyingi kukadiriwa kuwa mojawapo ya mambo muhimu zaidi yanayochangia katika kudumu kwa mahusiano. Watu mabingwa wa kusamehe ndio wanaokaa vizuri katika mahusiano. Lakini kuna matokeo ya utafiti yanayosema hivi kwamba jinsia pia ina nafasi katika kusamehe. Inasemekana kwamba wanawake ni wepesi kusamehe kuliko walivyo wanaume. Ni kweli si kweli? Mnafikiriaje? Mnafikiri wa utafiti ni wa kweli? Kwamba wanawake ni wastahimilivu, ni wepesi kusamehe. Yaani kosa ambalo amelifanya mumeo unaweza ukamsamehe, na wewe ukafanya kosa kama lile wakati fulani na mume wako asikusamehe. Inawezekana. Lakini pia wanaume kwa bahati mbaya sio wepesi sana kuomba msamaha. Sio wepesi. Analinda ile ego yake. Anahisi kwamba akisamehe atakaliwa, akiomba msamaha atakaliwa, ataonekana duni, atadharauliwa, anaona kama atakuwa mnyonge. Nataka nikwambie mwanamume yoyote mahali popote ulipo unaponisikiliza, mwanamume anayeomba msamaha, huyo ni mwanamume imara. Ni mwanamume mwenye ego ya kutosha. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua nitaomba msamaha na bado nafasi yangu ya kuwa mwanamume ndani ya nyumba hii inabaki pale pale. Mimi ni kichwa hata nikiomba msamaha. Lakini huyu mwanamume amechukua unyenyekevu wa Kristo. Amechukua tabia ya Mungu ya unyenyekevu. Huyu ni mwanamume Mkristo, mwanamume mcha Mungu. Sawa. Sasa la tatu, kusamehe kuna kutusaidia katika afya ya akili. Kwa namna gani? Unapokuwa hujasamehe, kumbuka huachani na yule mtu aliyekukosea. Saa zote unapotembea yuko nyuma yako, yuko mbele yako, amekuzunguka, amekukaba, huna amani. Ukitaka kustarehe anaichukua starehe. Ukitaka kulala usingizi anauchukua usingizi. Anakupa unajenga msongo, unajenga wasiwasi, unapata vidonda vya tumbo, unapata pressure. Unajua huenda watu wengi tumewazika kwa sababu wametunza chuki mioyoni mwao. Sasa katika afya ya akili anasema anayesamehe inampunguzia hali ya wasiwasi, inampunguzia msongo, inampunguzia uadui hadi sonona hana, kwa sababu yuko huru. Na uhuru wa akili ni uhuru mzuri sana.
Inaboresha hali ya kujithamini, unajiamini sababu huna adui pembeni, huna mashaka kwamba hapa nikipita yule adui yangu ananionaje. Mwingine anaogopa hata kula chakula mahali popote kwa sababu anaishi atakewa sumu, hana amani, hana afya ya akili. Lakini pia kusamehe au kuishi tu kwa akili, afya ya mwili pia. Afya ya mwili, tumeambiwa kwamba kwanza kusamehe kunaimarisha kinga ya mwili. Madaktari utakubaliana nami kwamba mtu aliye na msongo, aliye na stress, hata kinga ya mwili inadhoofika. Kwa hiyo dawa ya kupunguza msongo ni kusamehe. Inaboresha afya ya moyo na kuepusha madonda ya tumbo na shinikizo la damu linakuwa la kawaida. Lakini kusamehe hakutusaidii tu kimwili, kunatusaidia pia kiroho. Hasa watu ambao mmehudhuria mikutano hii, ninajua kila mmoja alikuja kwenye mikutano hii ni mtu anayempenda Mungu, ni mtu ambaye anataka kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wake. Kwa hiyo kila jambo linalozungumzwa kwamba linamsaidia kuboresha mahusiano atalifanyia kazi. Sasa kiroho ni kwa namna gani? Unajua neno la Mungu katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 na fungu la 10 na 15 linasema hivi: sisi tunajua ya kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwa sababu tunawapenda ndugu. Hivi unaona hili jambo lilivyo zito, kwamba ambaye hana upendo yuko bado mautini, hayuko uzimani. Aidha uzima, mauti ya kimwili, mauti ya kiakili, mauti ya kiroho. Na anasema yeye mauti ya kiakili, mauti ya kiroho. Na anasema yeye asiyempenda ndugu, kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji, akaa katika mauti. Kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mwajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ndani yake. Kwa hiyo wapo watu wengi watakaoambiwa mbele za Mungu, ondoka sikujui. Anasema kwa nini? Akaambiwa muuaji. Kwa nini? Kwa sababu ulimchukia ndugu yako, hukuwa tayari kusamehe. Kutosamehe kunafananishwa na kuua. Mtu akisema anampenda Mungu, ndivyo Yohana anavyoendelea sura ya 4 fungu la 20, Yohana wa kwanza. Anasema mtu akisema anampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Na watu wote wanaonisikiliza, ni mwongo. Ninajua hakuna wanaopenda kuitwa wauaji. Na kwa hiyo wale watazamaji wote na watu wote wanaonisikiliza, ninajua hakuna wanaopenda kuitwa wauaji, wala wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, asema Bwana. Yaani unapolipa kisasi, unapoendelea kumchukia ndugu yako, unasimama mahali pa Mungu na ghadhabu yake inakupitia wewe. Anasema ipishe ghadhabu ya Mungu. Kumbuka ili kwamba ikiwa hakuna hata mmoja wenu aliye tayari kusamehe,
basi hitaji la kutatua migogoro litashindwa. Kumbuka tulizungumza kwamba kiungo kikubwa cha kutatua migogoro katika familia na katika ndoa ni kusamehe. Ndoa yako inalihitaji hili, na sio ndoa yako tu, hata familia yako inalihitaji hili. Ninajua hapa ninapozungumza kuna watoto hawaongei na wazazi wao, kuna wazazi hawaongei na watoto wao. Ni wakati wa kupatana wazazi na watoto. Biblia inazungumzia katika kitabu cha Malaki kwamba roho ya Elia itakapokuja itageuza mioyo ya kina baba kwa watoto wao na watoto kwa baba zao, yaani wazazi. Kwa hiyo roho ya Elia inapokuja lazima msamaha ufanye kazi. Na jingine ni hili kwamba kusamehe sio mpaka ujisikie. Kusamehe ni kujitoa kafara, ni chaguo la kuonyesha huruma, sio kushikilia kosa dhidi ya mkosaji. Usiseme kwamba nitamsamehe nitakapojisikia, maana kujisikia kusamehe hakuja haraka. Na kushukuru wewe dada unayegawa karatasi. Mnajua jana tulitoa homework tukasema kwamba utapata karatasi. Kama wewe umefika siku ya leo, utanyosha mkono upewe hiyo karatasi. Katika hiyo karatasi upande wa kwanza andika majina ya watu wote waliokukosea. Nikasema hata kama mtu amekufa na hujamsamehe, andika. Halafu upande wa pili andika majina ya wale watu wote uliowakosea na ukuwaomba msamaha. Halafu useme kwamba umewasamehe. Na utakapowasamehe ikiwezekana waone, na unaposamehe omba msamaha unasema kiukweli kabisa, unasema nilikosea na niko tayari, mwambie nisamehe kwa sababu nimekosea na niko tayari kurekebisha kile nilichokifanya. Tujadili tulirekebishe namna gani, ikiwa ni mke wako au ni mume wako. Lakini kama ni jirani yako, ni rafiki yako, ni mfanya kazi mwenzako na mtu mwingine, mwende baada ya kuwa umelikabidhi mbele za Mungu leo tunakapoomba. Kwa hiyo wale wanaohitaji karatasi, endelea kunyosha mkono upewe. Wakati wa maombi tutafanya jambo hili. Kumbuka hili pia kwamba msamaha ni dhihirisho la upendo. Kusamehe ni kumwambia aliyekukosea kwamba ninakupenda na kujali na nachagua kukusamehe. Ni kama unamwambia kwamba wewe una thamani kuliko chuki niliyo nayo. Na unamwambia ingawa hisia zangu zinaweza zisiendelee kuumizwa kwa muda, sitaruhusu kilichotokea kati yetu kiwe mahusiano yetu. Wewe ni mwenzi wangu kama ni mume wako, na kwa pamoja tutaendelea kutoka hapo tulipo. Ninaomba leo wenzi mkajadili na kuombana msamaha na ndoa ziendelee. Kumbuka watoto hujifunza tabia ya kusamehe nyumbani kama inavyoonyeshwa na wazazi wao. Na hii inakuwa sehemu muhimu ya uhamishaji wa maadili kutoka wazazi kwenda kwa watoto. Kusamehe kunaweza kuleta mchango mkubwa kwa maisha ya watoto watakapokuwa, maana wataiga kusamehe katika mahusiano yao mapya. Kumbuka pia kwamba Mungu wetu ni wa kusamehe. Tunafurahia uhakikisho wa dhambi tulizosamehewa ikiwa tutawasamehe wengine. Tuwe tayari kuwasamehe wengine kama tunavyotarajia Mungu atusamehe. Bwana awabariki. Na tuombe. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu wa nafasi ya pili. Mpatie nafasi ya pili kila mmoja anayekujia kusamehewa na wewe, lakini lainisha mioyo yetu iwe tayari kuwasamehe waliotukosea, na tuwe tayari kuwaomba msamaha waliowakosea, katika jina lake Yesu. Amen.